Yesu hakuja kwa ajili ya ufalme wa kidunia, na mara nyingi walitaka kumfanya kuwa mfalme, akakataa. Askofu mkuu alipomuuliza juu ya ufalme wako ni upi, Yesu akataa kwamba ufalme wako wetu, akasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Kwa lugha rahisi, mambo ya kisiasa Yesu alijiepusha kwa nguvu sana, sababu alikuwa na ujumbe wa muhimu kuliko ujumbe wa siasa. Sasa angalia Yohana 6 mstari wa 15, anasema kisha Yesu akitambua kwao walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mahali yeye peke yake. Yesu alijitenga alipogundua wanataka kumfanya kwa mfalme. Unajua, wakati mwingine nasikia watu wanafundisha kwamba Yesu na siku atakuja kutawala dunia. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu hana kiu ya kutawala ulimwengu kwa kuwa rais au kwa rais wa dunia, sababu walitaka kumfanya kwa mfalme Yerusalemu, akakataa. Actually ni Pilato ndiye aliyemuuliza. Pilato akamuuliza kwenye Yohana 18 mstari wa 35, akajibu, ama ni Myahudi mimi, 35, taifa lako na wakuu wako na wa makuhani ndio wamekuleta kwangu, umefanya. Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Yesu anasema ufalme wangu sio wa hapa. Ameshajitoa kuonyesha kwamba anagombania ufalme kwa kushindana na wanadamu. Anasema ufalme wangu sio wa hapa. Kwa aliwaambia mkahubiri habari za ufalme wa Mungu, ambao ni habari za yeye kufa, kupata mateso na kuingia katika utukufu wake na matokeo ya ufalme wake. Kwa unaweza ukafikiri wanafunzi hawa walielewa kile ambacho Yesu amefanya. Ameambia mtakuwa mashahidi kwenye mstari wa 8 kwenye Matendo ya Mitume pale 1, mtakuwa mashahidi wa mateso na kufa na kufuka kwangu. Anasema huo ndio mtindo wangu wa kueneza ufalme wangu, ni habari za kufa na kufufuka kwake, which is wanafunzi hawa walipata shida kabisa kuelewa. Unaona kabisa walikuwa wanateseka mara nyingi sana.